Tunaenda kuomba na kuanza programu yetu ya asubuhi ya leo. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu mwema, Mungu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa namna ya pekee, kwa jinsi ambavyo umeendelea kushughulika sana na maisha yetu. Tunakushukuru kwa ulinzi wako kwa muda wa wiki nzima, hata umetufikisha tena katika masaa haya ya asubuhi hii ya leo, Sabato takatifu, kwa ajili ya kujifunza chini ya miguu yako. Tunapokwenda kutafuta nini maana ya kweli ya maana haya, ninaalika Roho yako Mtakatifu akae pamoja nasi. Tufungue akili zetu tukapate kuelewa kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Tunaendelea na mfululizo wetu wa kujifunza baragumu 7. Lakini kabla ya kuanza, kuna mambo kadhaa natamani tuweze kuyafanyia revision. Baragumu ya kwanza iliwakilisha nini? Baragumu ya kwanza. Baragumu ya kwanza iliwakilisha nini? Iliwakilisha kuangamizwa kwa Yerusalemu. Wakati Yerusalemu ilipopigwa na ikaangamizwa. Baragumu ya pili inawakilisha nini? Baragumu ya pili iliwakilisha nini? Baragumu ya pili iliwakilisha kuanguka kwa ufalme wa Rumi, ule ambao uliwachukua wana wa Israeli pale Yerusalemu. Wakati huo taifa la Yuda kaenda nao mateka. Ndilo baragumu ya pili tuliona ya kwamba ni kuangamizwa kwa ufalme huu ambao nao uliwatesa watu wa Mungu, kaangamizwa kama kanuni ya msingi inayoongoza maisha yote jinsi ilivyokuwa. Na siku ya leo tunapokwenda kuanza baragumu yetu ya 7 katika mfululizo wa baragumu zetu 7, leo tutaangalia baragumu ya 3. Leo tutaangalia baragumu ya 3, ambapo Biblia inasema katika Ufunuo 8 fungu la 10 hadi la 11, malaika watatu wakapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni iliyokuwa ikiwaka kama taa, ikaanguka juu ya theluthi ya mito, juu ya chemichemi za maji, na jina la ile nyota yaitwa Pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa uchungu. Sasa kuna alama nyingi zimeolozeshwa hapo, nyingi sana. Nyota ambayo ilikuwa kubwa kuanguka, taa, mito na chemichemi za maji, pakanga ambayo inasababisha uchungu na wanadamu wengi. Biblia haisemi wote, inatumia neno wengi wakafa. Sio wote wakafa, ila wengi wakafa. Sasa nyota kubwa. Nyota zote za mbinguni huongozwa na hutii amri za Mungu. Nyota zote za mbinguni zinaongozwa na Mungu, na nyota zote za mbinguni zinatii amri za Mungu. Manuscript, letters and manuscript 1898 paragraph ya 11, Ellen White anaandika, anasema nyota zote za mbinguni ziko chini ya sheria, zikishawishiana moja kwa nyingine kufanya mapenzi ya Mungu, zikizingatia utii wao wa pamoja kwa sheria inayotawala matendo yao. Kwa nyota zote za mbinguni, juu mbinguni, zinaongozwa chini ya sheria ya Mungu wa mbinguni. Gospel Workers kurasa 13 paragraph ya 3, leo nabii inasema nyota za mbinguni ziko chini ya udhibiti wa Mungu. Anazijaza mwanga, anaziongoza na kuelekeza mienendo yao. Kwa nyota zote za mbinguni ziko chini ya udhibiti wa Mungu. Mungu ndio anayezijaza mianga, Mungu ndio anayeziongoza, Mungu ndio anaongoza mwenendo wa hizo nyota ziwaje na ziweze kuwaje huko juu mbinguni. Sasa nyota yoyote inayopoteza udhibiti wa uongozi wa Mungu huanguka. Habari zetu. Kwa nyota ambayo inaongozwa na Mungu, Mungu anaongoza nyota na zinatii sheria ya Mungu. Ile nyota inapopoteza udhibiti wa Mungu, nyota inapoasi kutii sheria ya Mungu, hiyo nyota huanguka.
Act of Apostles ukurasa 586 paragraph ya 3. Roho nabii inasema nyota za mbinguni ziko chini ya udhibiti wake. Anazijaza mwanga, anaziongoza kuelekeza mienendo yao. Kama asingefanya hivi, zingekuwa nyota zilizoanguka. Kwa kinyume cha nyota ambazo zisipoongozwa na Mungu, nyota hizo huanguka chini. Ndipo hapo ambapo Ufunuo 8:10-11, malaika watatu akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka. Inamaanisha hiyo nyota ilipoteza udhibiti wa kuongozwa na Mungu, ikaanguka kutoka mbinguni, ambayo sifa hiyo nyota iliyokuwa ikiwaka kama taa. Hicho ni wakati uliopita. Kwa sasa haiwaki, ila iliyokuwa inawaka ni wakati uliopita kama taa. Ikaanguka juu ya theruthi ya mito, juu ya chemichemi za maji, na jina la ile nyota yaitwa Pakanga. Theruthi ya maji ikawa pakanga, wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa uchungu. Alama ambazo zimetumika katika fungu hili ni hizi zifuatazo. 1 ni nyota, 2 ni kuanguka, 3 ni taa, 4 ni mito, 5 ni chemichemi, na 6 ni pakanga. Ikiwa tutaweza kuchanganua jambo hili moja baada ya jingine, moja baada ya jingine, moja baada ya jingine, tukimaliza tutakuwa tumeelewa nini maana ya baragumu ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nyota katika Biblia huwakilisha nini? Nyota katika Biblia huwakilisha malaika. Habari zetu. Nitawapa mfano michache. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo 1 fungu la 20, siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na vile vinara 7 vya dhahabu, zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7. Kwa nyota zinawakilisha malaika. Sasa malaika hao ambao wanaitwa nyota wanakuwa katika namna kuu mbili. Namna kuu mbili. Namna ya kwanza, malaika halisi. Kwa mfano shetani alipoanguka akasema nyota ya asubuhi imeanguka, kutoka jinsi ulivyoanguka wewe nyota ya asubuhi, mwana wa asubuhi. Sasa ile nyota iliyoanguka ilikuwa ikimwakilisha shetani. Kwa shetani malaika. Lakini kitabu cha Ufunuo 12 anasema na mkia wake wakokota theruthi ya nyota. Inamaanisha shetani alipoanguka alianguka na takriban nusu ya malaika aliowakokota kuanguka nao kutoka mbinguni. Lakini hapa katika kitabu cha Ufunuo anasema nyota zile 7 ni nyota ambazo zinawakilisha malaika wa yale makanisa 7. Na katika unabii wa Biblia na katika Biblia malaika huwakilisha wanadamu. Ufunuo 21 fungu la 17, akapima ukuta wake ukapata dhiraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu. Maana yake cha nini? Cha malaika. Kwa hiyo inamaanisha ya kwamba binadamu na malaika kuna correlation, kwamba kuna muda Biblia ikitumia neno malaika inamaanisha binadamu, na kuna muda ikitumia neno nyota inamaanisha binadamu, haimaanishi malaika wa mbinguni. Mfano kitabu cha Daniel sura ya 8 anapoelezea kwamba ile pembe ndogo ikafanya vita kuelekea vita horizontal, ikaangusha nyota. Nyota pale haikumaanisha nyota malaika, hapana, ilimaanisha nyota watakatifu wa Mungu ambao walikuwa wakiangushwa. Sasa kwa namna kama hiyo rahisi tu Ufunuo 21:17 anapokuwa akituelezea maana rahisi, Act of Apostles ukurasa 586 paragraph ya 3, Ellen White anaandika akisema haya ndiyo anenayo yeye azishikaye nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Ufunuo 2 fungu la 1, maneno haya yanasema kwa walimu katika kanisa, wale waliokabidhiwa na Mungu majukumu mazito ya kulichunga kanisa lake. Mbingu inawatazama kama nyota ambazo ziko chini ya udhibiti wa Mungu. Kwa hiyo nichukulie mfano katika kanisa letu, mchungaji, mzee wa kanisa, viongozi wa maidara, mbele za Mungu wa mbinguni ni nyota ambazo zinabidi zikae chini ya udhibiti wake, zitii sheria zake, la sivyo zitakuwa ni nyota ila zilizoanguka. Tunaelewana vizuri hapo? Ndio kitabu kile
dhiki kuu inakuja, lakini kuna tumaini. Kuna maneno yanasema naliona nyota zilizong'aa sana zikianguka, zikizima, na wala hazikuwaka tena. Zilipoteza udhibiti wa Mungu. Kwa nyota ziliwakilisha walimu wa yale makanisa 7. Na namna tu rahisi ya kuelewa hizi nyota, utasoma Ufunuo 2, ukianza Ufunuo 2 fungu la kwanza, anasema na Yohana kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Na Yohana kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika. Na Yohana kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Au malaika waliokuwa wanaandikiwa. Je, Yohana aliandika karatasi alafu akawapelekea malaika? Hapana. Jibu ni kwamba aliwapelekea wajumbe waliokuwa katika hayo makanisa, watu waliokuwa wakilitunza kanisa, gospel workers. Ukurasa wa 13 paragraph ya 3, roho nabii inasema watumishi wa Mungu wanafananishwa na zile nyota 7 ambazo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho anazo chini ya uangalizi na ulinzi wake wa pekee. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wanafananishwa na zile nyota 7. Katika Biblia ipo nyota iliyoanguka kutoka mbinguni. Na nyota hiyo ilianguka baada ya kupoteza udhibiti wa Mungu katika maongozi yake. Kitabu cha Isaya 14 fungu la 12 hadi 14, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa ewe uliyewaangusha mataifa. Alafu Biblia tena inasema Luka 10 fungu la 18, Yesu akiongea juu ya kuanguka kwa shetani mara ya pili anasema, akawaambia nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Shetani alianguka mara 2. Mara ya kwanza shetani alianguka kabla ya uumbaji, ndio ile nyota ya alfajiri ilivyoanguka. Mara ya pili ni shetani alianguka pale msalabani, ndipo Yesu aliposema nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Ndio tokea wakati huo, tangu Yesu afe pale msalabani na afufuka kutoka pale msalabani, shetani hawezi tena kuingia mbinguni. Hawezi. Bali huwatokea malaika huku duniani na kuwashtakia na kutushtakia sisi wanadamu, ila mbinguni hawezi. Maana kazi ya kuiwakilisha dunia ambayo shetani alikuwa ameitwa baada ya Adam kuipoteza, ambapo ndio ile ambayo Biblia inatueleza vizuri katika kitabu cha Ayubu ya kwamba ikawa siku moja wana wa Mungu walipojihudhurisha mbele za Mungu, shetani naye akaenda. Ile ilikuwa ni mbinguni. Alafu shetani akaulizwa unatoka wapi? Akajibu mimi natoka kuzunguka huku na huko duniani, kwamba yeye alikuwa mwakilishi wa dunia. Baada ya kifo cha Yesu pale msalabani, Yesu akatamka maneno haya, mamlaka yote sasa mbinguni na wapi na duniani nimepewa mimi. Yesu akawa mwakilishi wetu mbinguni. Mkataba wa mbingu na shetani ukakoma. Kukawa hakuna tena mkataba wa mbingu na shetani kuwepo. Tokea wakati huo shetani hawezi tena kutushtaki mbele za Mungu mbinguni, bali huwatokea malaika na kutushtakia makosa yetu. Kwa hiyo shetani alianguka mara ya kwanza kabla ya uumbaji, na mara ya pili shetani alianguka pale msalabani. Hilo inajibu lile swali rahisi ambalo watu wengi huchanganyikiwa, ni kwamba mwanadamu aliumbwa baada ya anguko la shetani, sio kabla ya anguko la shetani. Na lengo la kumuumba mwanadamu, aliumbwa tu kwa lengo moja, ni ajaze nafasi zilizoachwa wazi za malaika. Na nafasi hizo zikijaa, basi ndio maana Yesu atakapokuja katika mbingu mpya na nchi mpya, watu hawataoa wala kuolewa, wataishi kama malaika. Maana kazi yao, primary purpose ya mwanadamu kuumbwa, imekwisha kutimia. Sasa swali la msingi la kuuliza ninyi wanadarasa wangu hapa ni kwamba, je, hiyo nyota kubwa iliyoanguka katika baragumu ya pili iliwakilisha anguko lipi? Je, ni anguko la shetani au ni anguko linalohusiana na mambo ya binadamu, ya kibinadamu? Tumeelewa hilo swali, watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu Pendaeli karibu sana. Nyota iliyoanguka katika Ufunuo baragumu ya 3, je, ni anguko lipi? Ni shetani au ni anguko linalofanana na binadamu? Jibu rahisi ni kwamba ni hili lifuatalo.
Baragumu ya tatu inatuonyesha matukio baada ya msalaba, yaani wakati wa Ukristo, sio matukio kabla au wakati wa msalaba. Tunaelewana vizuri hapa? Nitakueleza kwa namna hii. Namna ya kufasiri unabii wa Biblia ni ufasiri wa historia. Historia inatuelezea tukio kutokea mwanzo wake, kutokea lililokuwepo, lililopo na litakalo kuja. Baragumu katika mfumo wa historia inaanza wakati wa kanisa la mitume, alafu inaenda ikielezea historia ya mwanadamu mpaka kufungwa kwa mlango wa rehema. Sasa katika hali kama hiyo, baragumu ya kwanza ilikuwa inahusiana na Yerusalemu, sehemu ambapo walikuwa na injili safi. Baragumu ya pili ilikuwa inahusiana na wale walioitesa Yerusalemu ambao ilikuwa ni Rumi. Baragumu ya tatu itakuwa baada ya Rumi, lakini haitaturudisha nyuma kabisa. Kwa maneno hayo rahisi ni kwamba kuanguka kwa nyota katika baragumu ya tatu hakumaanishi anguko la shetani. Kama hakumaanishi anguko la shetani, kuanguka huwakilisha nini? Habari zetu. Kuanguka huwakilisha kuasi. Nitatoa mafungu machache. Isaya 14 fungu la 12. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, kwa jinsi ulivyoasi kutoka mbinguni shetani, ndio wasi wake ukampelekea kuanguka. Ufunuo 2 fungu la 5, basi kumbukeni ni wapi ulipoanguka ukatubu. Kumbuka ni wapi ulipoasi ukatubu ukayafanya matendo ya kwanza. Hosea 14 fungu la 1, Israel, mrudie Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Na kinachosababisha mwanadamu kuasi ni uovu ambao mwanadamu anakuwa akiweza kuwa ameufanya. Ufunuo 14 fungu la 8, malaika mwingine wa pili akafuata akasema, umeanguka, umeanguka Babeli, na maanisha umeasi, umeasi Babeli. Ufunuo 18 fungu la 2, akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, inamaanisha Babeli umeasi mbele za macho ya Mungu. Na matokeo yake ya Babeli kuasi mbele ya macho ya Mungu, wasi ukawa umeweza kuingia ndani yake. Kwa maneno hayo machache tunamaanisha nini? Katika Ufunuo sura ya 8 fungu la 10, tunaona inaonyesha watu wa Mungu, kanisa ambalo hapo awali lilikuwa limesimama imara kwa Mungu, lakini likaanguka kwa sababu liliyakuwa limeuasi utaratibu wa Mungu na limeasi dhidi ya Mungu, limeiasi sheria ya Mungu. Na kitendo hiki kilianza kidogo kidogo. Kitabu cha Pambano Kuu 49 paragrafu ya 2. Leo nabii anasema kidogo kidogo, kwanza kwa kificho. Hiyo ndio baragumu ya tatu. Uovu unaanza kuingia kidogo kidogo na kimya kimya. Halafu kwa uwazi zaidi, kadri ilivyoongezeka nguvu na udhibiti wa mawazo, ile siri ya kuasi iliendelea na kazi yake ya madanganyo na makufuru pasipo kushtukiwa. Desturi za kipagani zilishika njia kuingia katika kanisa la Kikristo. Jana kuna kitu tulikuwa tunafikiria, alafu nikapata kitu cha kuja kuwauliza hapa leo. Niliuliza wale jamaa asubuhi, hivi kati ya mwanaume na mwanamke nani anatakiwa afanyiwe send off? Kati ya mwanaume na mwanamke nani anatakiwa afanyiwe send off? Mwanaume. Mwanamume atawaacha wazazi wake. Kwa nini maana ya send off? Si ni kwamba tunakuaga ndio tunakuacha. Kwa ideally aliyetakiwa kufanyiwa send off ni mwanaume, maana atawaacha wazazi wake, alafu ataambatana na, au ninawachanganya? Nilikuwa nawaza sasa Niki pale anawaza sasa mimi nifanywe send off kabisa. Tutakufanyia send off, wewe ndio utakuwa mtu wetu wa kwanza hapa Mzizima kukufanyia send off. Kwa hiyo kwa nini nimesema hivyo? Nilikuwa nataka concept ya kidogo. Namna gani kidogo? Kwa kweli ni wazi kwamba kutoka katika Ufunuo 8 fungu la 10, nyota kubwa iliyoanguka kutoka mbinguni iliyokuwa ikiwaka kama taa haiwakilishi anguko la shetani. Maana anguko la shetani lilikuwa limekwisha kutokea awali. Swali, nyota hiyo
huwakilisha nini? Majibu tumeshakwisha kupata. Anguko la nyota huwakilisha uasi mkuu uliochafua kanisa kutokea ndani yake lenyewe, yani kanisa likachafuka from within. Wakati upapa ulipopata nguvu baada ya mashambulizi ya barbarians kukoma. Na mashambulizi ya barbarians yalikoma mwaka gani? Ni miaka tu hapo ya 400 kuelekea mwaka 500 hapo mashambulizi yakaanza kukoma baada ya mfalme wa Ufaransa kuanza kazi yake nzuri ya kurudishia mamlaka nguvu iliyokuwa nayo tawala wa Rumi. Kwa moja katika zile pembe 7, moja ya zile pembe 7 ukiachana na ile ndogo, sasa moja ya ile pembe 7 ambao kalikuwa ka ufalme ka Ufaransa, ufalme korofi duniani kuwahi kutokea, ambao ndio ufalme ambao pekee duniani na Misri waliosema hakuna Mungu. Kwa amri ya bunge ni Ufaransa pekee yake ikasema hakuna Mungu. Wakafuta sherehe zote, wakajaribu kutengeneza juma la siku 10 sio la siku 7. Watu wa korofi ndio sehemu ya kwanza kutoa taraka duniani. Ndio sehemu ya kwanza vuguvugu la haki za wanawake lilipoanzia duniani ni Ufaransa. Kwa sehemu korofi. Ukiona ile mashindano ya Olympic ya miaka michache iliyopita ndio sehemu pekee ambapo duniani wanaweza wakamuigiza Yesu kama akiwa shoga. Ni hapo hapo Ufaransa. Katika kanchi kale kadogo. Lakini wakati Ufaransa imeanza kurudisha hiyo nguvu, kanisa ili liweze kupata nguvu, kanisa likaanza kushusha viwango na likaanza kuchafuka kutokea ndani lenyewe. Na hiyo ndio hali iliyokuwa ikiliharibu kabisa. Nitakupa mfano huu rahisi. Maelezo mengi nimeandika kwenye pamphlet. Katika Isaya 14 fungu la 12 hadi 14 tunaona kwamba dhambi ya shetani ilikuwa kujiinua na kutaka kuwa sawa na Mungu na kutaka kukaa katika kiti cha enzi cha Mungu. Katika Wathesalonike wa 2:3 hadi 4, mtu wa kuasi naye anajiinua na kutaka kuwa sawa na Mungu, hata kukaa katika hekalu la Mungu. Hivyo alichokifanya shetani mwanzo mbinguni ndicho anachokifanya mtu wa kuasi duniani, na mtu wa kuasi anamwakilisha shetani. Sasa Wathesalonike wa 2:3 hadi 4 Biblia inasema mtu awaye yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akajionyesha nafsi yake kwamba yeye ndiye Mungu. Sasa huyo mtu wa kuasi, sifa alizokuwa nazo kujiinua, ndio shetani alisema nitainua kiti changu juu mbinguni. Alafu akasema nitaketi katika pande za kaskazini, ambapo ndio mlima sehemu ambao ufalme wa kiti cha enzi cha Mungu kilichopo. Alafu na huyu mtu wa kuasi yeye anasema atakuwa sawa na Mungu. Sifa ya shetani ile ile. Sababu ya kuanguka kwa shetani ndio sababu kubwa ya kuingia kwa uasi na kulichafua kanisa from within. Kwa mtu wa kuasi alimwakilisha shetani. Bible Commentary 910 paragraph ya 3 katika lile gombo la 7. The Bible Commentary 910 paragraph ya 3 commentary inasema hivi: kuna mmoja aliyeonyeshwa katika unabii kama mtu wa kuasi. Yeye ni mwakilishi wa nani? Wa shetani. Habari zenu. Kwa unapomuona Leo akiwepo pale, ambaye kwa Kiswahili tukisema kwa Kiswahili ni simba, unapomuona simba wa 16 akiwepo pale, ni mwakilishi wa nani? Wa shetani. Yani hata bila kupepesa macho alisema Martin Luther, nina uhakika kiti cha enzi cha shetani ni kiti cha papa mwenyewe. Yani bila hata kupepesa macho, akichukua mapendekezo ya shetani kuhusu sheria ya Mungu ambayo haiwezi kubadilika kama vile kiti chake cha enzi. Mtu huyu wa dhambi anakuja na kuwakilisha kwa ulimwengu kwamba amebadilisha sheria hiyo, na kwamba siku ya kwanza ya juma badala ya siku ya 7 ni sasa Sabato. Yani anabadilisha ile jambo kuu. Pambano kuu ikielezea huo mfumo uliotengenezeka from within. Maana mfumo wa Kikatoliki ulitengeneza kutoka katika kanisa la Mungu hasa. Ule mfumo ulivyotengeneza, Roho nabii anasema Pambano Kuu kurasa 50 fungu la kwanza,
hayo mafungamano ya upagani na Ukristo yalisababisha kuinuka kwa yule mtu wa kuasi aliyetabiriwa katika unabii kwamba atapinga na kujiinua juu ya Mungu. Mfumo huu mkuu wa dini ya uongo ni sehemu ya nguvu ya Shetani. Kiingereza kinatumia neno nzuri, kinasema the masterpiece of Satan's power. Jitihada zake za kukaa kwenye kiti cha enzi na kuitawala dunia apendavyo. Kwa hiyo Shetani hapa duniani, mfumo mkuu ambao umetokana na muunganiko wa upagani na Ukristo, vilipo mejibu pamoja vikatengeneza mfumo mkuu, ndio sehemu ya nguvu ya Shetani kuudanganya ulimwengu hapa chini leo duniani. Story of Redemption, ukurasa 327, paragraph ya pili, roho nabii nasema ili kupata faida na heshima za kiulimwengu, kanisa ambalo awali lilikuwa safi, kanisa liliongozwa kutafuta upendeleo na utegemezi wa watu wakuu wa dunia. Na baada ya kumkataa Kristo, hivyo lilishawishiwa kujisalimisha kwa mwakilishi wa Shetani, ambao Ellen White anaandika bila kupepesa macho, askofu wa nani? Wa Rumi. Habari zetu. Kwa hiyo kanisa ambapo awali lilikuwa safi, sasa hili kanisa taratibu linaanza kutafuta mapendekezo kutoka serikalini. Unajua hicho kitu historia inajirudia. Si hapa Tanzania tumeshuhudia watu wa kanisa la Mungu wanaenda kutafuta msaada kutoka kwa serikali ili mambo yao yakae sawa. Kwa Tanzania sio sana, ila ukiangalia Kenya na ukienda Kenya, kushtakiana, yani kupelekana mahakamani, ni jambo la kawaida sana. Wakati roho nabii anasema dhambi, one among the serious evil among Corinthian believers, yani moja kati ya uovu mkuu uliokuwepo kati ya washirika wa Korintho, ilikuwa ni kushtakiana wao kwa wao katika mahakama za dunia hii. Mungu ana utaratibu wake wa kushughulikia kesi. Kwamba mimi na Pendaeli tumekoseana pale, nimemkwaza Pendaeli, ananifuata, ananiongea, anamkatalia. Pendaeli anakuja anamchukua Lista, ananifuata, anaongea, ananikatalia. Wanaenda kumchukua na mama Mnubi, wananifuata, wanakuja tunaongea na wakatalia. Wananipeleka kwenye baraza sasa, ambalo ndio kanisa. Kwamba huyu tumemwambia hivi akubali. Kwa kifika kwenye baraza wananiambia na wakatalia. Baraza linasikiliza, linasema kwa ushahidi wa watu wawili watatu imethibitika, huyu tumtenge sasa. Anakuwa mission object, anakuwa sehemu ya utume wa kanisa wa kumtafuta tena kumrejesha. Kwa wanamfuta ushirika, alafu kanisa linaanza kwa nguvu zote hiyo roho kuirejesha kurudi kanisani, kwa sababu anakuwa mission object. Ndio utaratibu wa kushughulika na mambo ya kanisa jinsi ulivyo. Lakini sasa hivi unaweza ukanikwaza kidogo nikawashtaki mahakamani. Kwa hiyo ndio kuanguka ile nyota kubwa, kanisa likaanza kuchafuka kutokea ndani, sio kutoka nje. Kitu kikubwa kitakacholisumbua kanisa la wakati wa mwisho ni kuchafuka kutokea ndani. Ndio roho nabii anasema yatufaa we have much to fear from within, from without. Yani tuna mengi ya kuogopa kutokea ndani kuliko kutoka nje. Habari zenu. Kwani sababu ya mgogoro uliotokea mpaka kanisa ili kagawanyika ilikuwa ni ndani nje? Ni ndani. Sasa mfumo ule katika mambo tu rahisi ya kidunia hivi ya kukaa na watu wakaelewana, katika mfumo huo itakapokuja mambo ya kiroho itakuwa hali mbaya zaidi kutokea ndani. Yako mengi ambayo kwa sasa hayako sawa kutokea ndani, lakini kwa leo tuachie hapo. Sasa Biblia inasema ile nyota iliyokuwa ikianguka, iliyoanguka kutoka mbinguni, iliyokuwa ikiwaka kama taa. Taa katika Biblia inawakilisha nini? Taa, kuna mahali kwenye Biblia taa huwakilisha Biblia. Yani taa yenyewe huwakilisha Biblia. Mfano Zaburi anaandika anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Alafu kuna sehemu katika Biblia taa huwakilisha haki.
na kuna sehemu katika Biblia taa huwakilisha wokovu. Hizo zote ni taa. Sasa tusome kidogo alafu nitaelezea mambo machache. Isaya 62 fungu la kwanza hadi la pili, Biblia inasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakayo. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako, nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Sasa haki yake itatokea kama mwangaza. Ili taa iweze kuwaka, ili iweze kuwaka, kwa kuna mafuta ambayo yale mafuta ndio yanawasha taa. Mfano kisa cha wanawali 10, 5 wapumbavu, 5 wenye hekima. 5 wote, wale 5 wapumbavu na 5 wenye hekima wote walikuwa na taa. Si ni sawa? Wote walilala usingizi. Si ni sawa? Na wote ukisoma vizuri ile Biblia inavyoelezea, wote walipolala usingizi taa zao zilizima. Wote hao 10, 5 wapumbavu na 5 wenye hekima, wote taa zao zilizima. Alipokuja yule mtu anapiga kelele, anasema, ambaye alikuwa ni malaika, anapiga kelele anasema, amkeni, amkeni, bwana harusi anakuja. 5 wenye hekima, ndani ya taa zao kulikuwa kuna mafuta. Kwa walivyoziwasha zile taa, zilifanyaje? Ziliwaka. 5 wapumbavu, taa zao zilikuwa hazina mafuta. Kwa walipoziwasha taa zao zilikosekana. Ndio wakawaambia wenye hekima, tunaombeni mtusaidie mafuta. Wakawaambia hapana. Hawakusema mtusaidie taa, waliwaambia mtusaidie mafuta. Zile taa zilipowaka zikatoa mwanga. Kwa sababu zilikuwa zimezima, kulikuwa kuna giza. Kwa zilivyotoa mwanga, ule mwanga ukafukuza giza walipoamka kutoka usingizini. Sasa ule mwangaza, Isaya anatuambia mwangaza, haki ni mwangaza. Taa hutoa wokovu. Wokovu huwakilishwa hapo na taa. Mithali 13 fungu la 9, nuru ya mwenye haki yang'aa sana, bali taa ya mtu mbaya itazimika. Kanisa ambalo awali lilikuwa nuru, lilitoa nuru iliyokuwa iking'aa vizuri, likaangazia dunia, iliyotoa nuru yake ilipotea. Na kwa sababu nuru ilipotea, hakuna haki tena. Giza kuu likatawala watu wake. Nitakupa mfano rahisi wa mambo yanayoendelea sasa hivi hapa nchini kwetu Tanzania. Unaona watu wengi wanalalamika, wanasema hakuna haki, hakuna haki, hakuna haki, hakuna haki. Unapokosa haki inamaanisha kunakuwa kuna giza. Na matokeo yake ni matendo ya giza. Lazima yashamiri kwa sababu hakuna taa inayokuwa ikiangaza. Ndio hiyo unasikia sijui kuna watu wa vijana 4 wenye kati ya miaka 19 mpaka 22 wameokotwa, wameuawa na kufungwa kwenye viroba na kutupwa huko Kibaha. Iliyotokea wiki hii. Sijui utaona sijui fulani sijui kapotea, sijui fulani kauawa, sijui fulani kafanya hivi. Matukio mengi ya ajabu ambayo hapo awali kizazi cha hao wazee ilikuwa kisikii kabisa, na kilikuwa kikisikia jamii yote sikio linawasha. Kila mtu anatamani kujua sababu ni nini, lakini leo ni kawaida kwa sababu giza kuu linafunika jamii ya dunia kama alivyokuwa amesema Isaya. Kinyume na nyota iliyoanguka, wote wanaojifunza unabii wa Biblia, nyota ya asubuhi itazuka mioyoni mwao. Petro wa kwanza 19 fungu la 20, Biblia inasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Mkijua neno hili, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Kwetu sisi tuna neno la unabii lililo imara, ambalo tukiliangalia kama taa, nuru inapambazuka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio sababu kanisa la Waadventista wa Sabato
Tangu mimi kuamini kanisa la Waadventista wa Sabato, sio mbali, mwaka 2011. Tangu mimi kuamini kanisa la Waadventista wa Sabato, nilifundishwa ya kwamba, na nilijifunza mwenyewe na nikasoma kwa macho yangu, nikaona imeandikwa ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa la kiunabii. Ni kanisa ambalo kwayo neno la unabii ni taa iangazayo, taa ilimkayo, taa ambayo giza hufukuza. Maana Wasabato wana majibu ya maswali ya ulimwengu huu ambao ulimwengu hauna majibu. Nitakupa mfano wa mambo machache. Vita vinavyotokea duniani, wakati dunia nzima ikihamishwa akili kwa unabii bandia kwamba kuna hekalu la 3 litajengwa pale Yerusalemu, mpinga Kristo ataenda atakaa, akili za watu wengi zinageuka, wanaanza kusema tuwaombee Wayahudi, taifa la Israeli lisije likaangamizwa. Wasabato wana majibu ya kwamba kile kitu sio hiyo inayokuwa ikifundishwa, sio ila tu ni ile mtasikia vita na tetesi za vita. Wasabato wana majibu. Wakati mioyo ya watu imejawa na hofu kuu ikishika mioyo ya watu, kwetu sisi tuna majibu, maana tuna neno la unabii ambalo ni taa ingangazayo mahali penye giza. Sasa mito na chemichemi za maji. Wiki iliyopita niliwapa homework, na homework ilikuwa inasema kuna tofauti gani kati ya maji ya bahari na maji ya mito na chemichemi za maji. Kwa kuwasaidia tu ni kwamba maji haijalishi ni ya mtoni au ni ya baharini, maji yanawakilisha watu wengi. Tunaelewana vizuri? Sasa kinachotofautisha ni aina ya maji, kwamba haya ni maji ya mtoni na haya ni maji ya baharini. Maji ya bahari tulijifunza wiki iliyopita, tukasoma katika kitabu cha Isaya, inamaanisha kwamba maji ya baharini yalikuwa yanawakilisha machafuko. Ndio utasikia Daniel anasema, na nikaona wanyama wakubwa 4 wakitokea baharini, sio mtoni. Ufunuo anaandika anasema, nikaona mnyama mwingine akitoka baharini, sio mtoni. Ni kwa sababu yule mwanamke anaonekana ameketi juu ya bahari, sio mto. Ndipo Yohana Ufunuo 17:15 anasema, na yale maji uliyaona aketi huyo mwanamke ni mataifa, lugha, maji. Sasa kuna tofauti gani kati ya maji ya mito na chemichemi na maji ya baharini? Kiukweli najua tu masumbufu ya dunia hii yaliwapiga na mkufanya homework. Maana hata Samuel aliniambia hata akumbuki kama kuna homework, na ilikuwa jana. Sasa nikawaza hii homework ya wiki nzima itafanyika masaa machache. Tuangalie mambo machache. Mito na chemichemi za maji ni tofauti kabisa na maji ya bahari. Je, Dar es Salaam tunakunywa maji ya mtoni au tunakunywa maji ya baharini? Au tunakunywa maji ya kisimani? Wengine tunakunywa maji ya kisimani. Tunaotumia maji ya Dawasco ni maji ya wapi? Ya mtoni. Yale ya Kigamboni huwa ni ya kisima, sio maji ya baharini. Tunaelewana vizuri? Sam, ulikuwa unajua hiyo? Hivyo kiunabii mito na bahari vinawakilisha mambo mawili tofauti kabisa. Twende kwa haraka kidogo. Maji ya mto na chemichemi huwa na uzima ndani yake, hivyo hurejesha na kuendeleza maisha. Maji ya baharini hayana uzima na uhai ndani yake. Maji ya baharini hayarejeshi na maji ya baharini hayaendelezi maisha. Ukimchukua samaki wa baharini anaweza akaishi maji matamu. Ukimchukua samaki wa maji matamu anaweza akaishi maji baharini. Realista nakubali haiwezekani. Ukimchukua sato ukimweka bahari ya Hindi anakufa. Anakufa kwa sababu ya chumvi. Ila ukimchukua samaki wa baharini ukamweka kwenye mto anakuwa, anaishi. Habari zenu. Tusome kidogo mambo machache. Mbinguni kuna mito ya maji
yaliyo na uzima. Ila mbinguni hakuna bahari ya uzima, ila kuna kitu mfano wa bahari. Ndipo nikaona mfano wa bahari ya kioo, ambao ni sehemu furniture ya 8 katika sanctuary. Sehemu yani kuna thamani ambayo alitengeneza Sulemani, ikaitwa bahari ya kusubu, ambayo bahari ya kusubu ndio mfano wake mbinguni, ndio ile mfano wa bahari ya kioo. Sasa mbinguni kuna mto wa maji yaliyokuwa ya uzima. Ufunuo 22 fungu la kwanza, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na mwana kondoo. Na watakatifu wa Mungu watakaposhinda dhambi, Mungu Yesu atawaongoza katika maji ya uzima. Ufunuo 7 fungu la 17, kwa maana mwana kondoo aliye kati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemichemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Kwa hiyo atawaongoza kwenye chemichemi za maji yenye uhai. Kwa hiyo kuna maji, kuna chemichemi za maji yenye uhai. Hata duniani Mungu hutuongoza katika maji tulivu, sio maji yenye fujo, maji tulivu. Zaburi 23 fungu la kwanza na la pili, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji tulivu huniongoza. Kwa Yesu hutuongoza duniani katika maji tulivu. Maji safi katika Biblia huwakilisha Roho Mtakatifu. Habari zenu. Wana wa Israeli walipokuwa jangwani, si walipiga mwamba, alafu ule mwamba ukatoa maji. Ile kitendo kiliwakilisha habari gani? Wakorintho anasema alikuwa akiongea habari ya Roho Mtakatifu. Tuko sawa? Walipokuwa wakivuka baharini, walipopita baharini, haikuwa Roho Mtakatifu. Walipokatisha bahari, walikuwa wanabatizwa. Walipopita ile bahari ya Shamu wanavuka sasa. Wakati jeshi la Wamisri linawafuata, kitendo kile kilikuwa kinawakilisha ubatizo. Lakini walipofika jangwani, hawakutakiwa tena kubatizwa, bali walikuwa wanamhitaji Roho Mtakatifu. Ndio tunapobatizwa tuhitaji tena kubatizwa, ila tunakuwa tunamhitaji Roho Mtakatifu. Sasa maji huwakilisha Roho Mtakatifu. Tutasoma tu mafungu machache, mengi ya kwenye pamphlet. Yohana 7 fungu la 37 hadi 39. Biblia inasema hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yasemavyo, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Sasa mito ya maji yaliyo hai kutoka ndani yetu inamaanisha nini? Ni maisha yetu kuathiriwa na Roho Mtakatifu. Kwa lile tunda la Roho Mtakatifu litaonekana katika maisha yetu mazuri. Chemichemi inawakilisha nini sasa? Mithali 13 fungu la 14, sheria ya mwenye akili ni chemichemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti. Mithali 14 fungu la 27, kumcha Bwana ni chemichemi ya uzima, ili kuepukana na mauti. Mto huwakilisha watu wa Mungu waliojazwa na Roho Mtakatifu katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaunganisha dot. Mto maji ni watu, lakini hawa watu sio wa shetani kama ya baharini, lakini hawa ni watu wa Mungu. Na kwa kuwa ni watu wa Mungu, lazima wawe wana uhai ndani yao, ambao uhai katika maisha ya Kikristo inawakilisha Roho Mtakatifu. Na ili mto uweze kuishi duniani, mto unatoka kwenye nini? Chemchemi, ambao chemichemi ni sheria ya Bwana. Kwa ili maisha ya Kikristo yakuwe, ni lazima sheria, msingi wa serikali ya mbinguni. Upward Look, ukurasa 131, paragraph ya 4, roho ya unabii inasema, watu wa Mungu, ufalme wake mteule, si kama bwawa lililotuama, wao ni kama mto unaotiririka daima.
Kwa kadri unavyosonga mbele kuongezeka zaidi na zaidi mpaka maji yake ya uzima yaenee juu ya dunia yote. Tumemaliza kipengele cha chemichemi na mto. Tumeelewana wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Fungu likaendelea, fungu la 11 akasema ile nyota iliyoanguka. Ile nyota iliyoanguka. Ilivyoanguka ilikuwa ile nyota ni ajabu. Ile nyota ina jina. Na jina la ile nyota ilikuwa inaitwa pakanga. Pakanga ni nini? Pakanga ni mmea. Huu mmea mimi nimewahi kuona kwa macho. Chungu sana. Kwa mikoa ya nyanda za juu kusini walikuwa wanautumia kama dawa ya kutibu magonjwa ya zinaa. Unachukuliwa, unachemshwa, alafu kuna kiasi kinapimwa cha yale maji, mtu anakunywa hivi alafu anapona gonorrhea na syphilis. Chungu sana. Kwa watu wengi wa kule ukipita nje wamepanda kama maua. Ila sio maua. Hapa Dar es Salaam pale Muhimbili University niliwahi kuona. Sasa sijui kama upo au la. Ulikuwa pale lecture hall 3. Ilikuwa kwa nje pale imepandwa pakanga. Ukikata jani lake hivi afu karamba ni mchungu sana. Ndio huu pakanga. Kwa mama mjamzito akinywa hii mimba inaweza ikatoka. Kwa mtu mwingine akinywa hii pakanga akanywa ile iliyokuwa concentrated, utumbo unavuja damu. Yani inaenda inaunguza, utumbo unavuja damu. Figo zinafeli. Kwa ni mmea mmoja ambao ulikuwa mchungu sana. Mara baada ya wana wa Israeli kutoka Misri, Mungu alipokuwa nao aliweka agano nao. Na alipokuwa anaweka agano na wana wa Israeli, aliwaambia maneno yafuatayo. Kumbukumbu la Torati 29 fungu la 17 hadi 18. Nanyi mliona machukizo yao na sanamu zao na za miti na mawe, fedha na dhahabu. Anaongelea uzoefu waliokuwa nao kule Misri. Zilikuwako kwao. Asiwe mtu katikati yenu, mume wala mke, wala jamaa wala kabila, ageukae moyo wake leo, amuache Bwana Mungu wetu kwenda kuitumikia miungu ya mataifa hayo. Lisiwe katikati yenu shina lizaalo uchungu na nini? Na pakanga. Kwa Mungu akasema sitaki katikati ya watu wangu kuwe kuna shina linalozaa uchungu na pakanga. Shina lizaalo pakanga ndilo lipi? Majibu anatupatia Waebrania 12 fungu la 15. Mkiangalia sana mtu asipungukiwa na neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Kwa hiyo pakanga, uchungu, inamaanisha kupungukiwa neema ya Mungu. Ambao kupungukiwa kwa neema ya Mungu inamaanisha huyo mtu hana Roho Mtakatifu. Kwa yale maji ambayo yalikuwa yanaleta uhai, maji ya mto, sasa hivi yanaleta uchungu. Alafu matokeo ya pakanga, maji yanageuka. Maji yanakuwa ni kukufuru. Ndio matokeo ya pakanga. Yeremia 9 fungu la 13 hadi 15. Naye Bwana asema, ni kwa sababu wameiacha sheria yangu niliyoiweka mbele yao, wala hawakuitii sauti yangu wala kuenenda katika hiyo, bali wamenenenda katika ushupavu wa mioyo yao wenyewe na kuandamana na mabaali kama walivyofundishwa na baba zao. Basi Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tazama nitawalisha pakanga, naam watu hawa, naam nitawapa maji ya uchungu wayanywe. Yeremia 23:15 hadi 16 Biblia inasema, basi Bwana wa majeshi asema hivi, katika habari za manabii, tazama nitawalisha pakanga, nitawanywesha maji ya uchungu, kwa kuwa kutoka katika manabii hao wa Yerusalemu kukufuru kumeingia katika nchi yote. Bwana wa majeshi asema hivi, msisikilize maneno ya manabii watakao watabiria, huwafundisha ubatili, hunena maono ya mioyo yao wenyewe, haya kutoka katika kinywa cha Bwana. Kama jinsi leo duniani kuna manabii wengi ambao wananywesha watu pakanga. Maji ya mto na chemichemi za maji ambazo awali zilikuwa njema, sasa zimekutana na pakanga, yani uasi mkuu ukaonekana ndani yake.
Kwa kuwa maji huwakilisha Roho Mtakatifu, pia wajumbe wa Mungu wema, ni dhahiri kwamba maji hayo ambayo yamegeuka kuwa pakanga, maji hayo yalipogeuka kuwa pakanga inamaanisha watu wa Mungu ambao walikuwa wema sasa wamekuwa watu wabaya wanaotumikia shetani, ambao matumizi yao hayafai kwa ajili ya binadamu. Maji ya chemichemi huchafuliwa wakati injili inapokubaliana na uasherati. Kutoka kwa mwanamke apendaye anasa, amkaribishaye mgeni mahali pa mumewe, na ndani yake hutoka chemichemi zisizo na uhai wala kumaliza kiu kabisa. Ndipo tunapomalizia, sababu muda wetu umekwenda. Yeremia 6:7 anasema, kama vile kisima kitoavyo maji yake, ndivyo utoavyo uovu wake. Jeuri na kuharibu kwa sikiwa ndani yake. Ugonjwa na jeraha zi mbele zangu daima. Alafu roho ya unabii inatueleza ya kwamba matokeo ya watu kunywa hayo maji ambao hayana uhai, watu wengi wakafa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ile baragumu ya 3 inasema, na watu wengi wakafa. Wengi walikufa kiroho. Petro, kwa maana wakinena maneno makuu mno ya kiburi, kwa tamaa za mwili na kwa ufisadi, huwadaa watu walioanza kuwakimbia wale wanaoenenda katika udanganyifu, wakiwaahidia uhuru na wao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingelijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu aliyopewa. Lakini imetukia kwao sawasawa na mithali ya kweli, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugagaa matopeni. Prophets and King, nukuu ya mwisho kabisa leo. Ulimwengu unahitaji ushahidi wa Ukristo wa kweli. Sumu ya dhambi inatenda kazi katika moyo wa jamii. Majiji na miji imezama katika dhambi na upotovu wa maadili. Ulimwengu umejaa magonjwa, mateso na uovu. Karibu na mbali ziko roho zilizo katika umaskini na dhiki, zikilemewa na hisia ya hatia na kuangamia kwa kukosa ushawishi wa kuokoa. Injili ya kweli huwekwa mbele yao daima. Leo duniani kanisa la Mungu linahubiri injili ya kweli, inawekwa mbele yao daima, mbele ya watu daima, lakini wanaangamia kwa sababu kielelezo cha wale wanaopaswa kuwa harufu ya uzima kwao ni harufu ya mauti. Kwa nini watu ambao ni harufu ya uzima wanatoa harufu ya mauti? Ni kwa sababu wamekunywa maji ambayo ni pakanga. Nafsi hunywa uchungu kwa sababu ya chemichemi zimetiwa sumu, zilipotiwa kuwa kama kisima cha maji yaliyobubujika ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ile baragumu ya 3. Kwa ni kanisa limeanza kuchafuka kutokea ndani. Baragumu ya 4 na ya 5 inaelezea kukua kwa ule uchafuko sasa mpaka kufikia pomoni, ambapo ndio baragumu ya 5. Pomoni kabisa ya uovu ukiwa mkubwa kabisa. Alafu baragumu ya 6 inatuelezea tu muktadha mbili, kusanyiko la waovu alafu na kusanyiko la wema. Baada ya hapo mlango wa rehema utafungwa na Yesu atakuja. Hiyo ndio baragumu ya 3. Bwana wabariki. Tukutane Jumamosi ijayo baragumu ya 4. Kama una swali unaandika, tutajibu wiki ijayo. Muda umeisha. Amina. Tusimame tuombe. Baba yetu mwema, Mungu ishiye juu mbinguni, tunasema asante kwa vile ambavyo umekuwa nasi. Tutakapoendelea kutazama na kuangalia kwa kina baragumu hizi, na sasa tunaingia ile ya 4. Na baada ya baragumu ya 4 zitatamkwa ole 3. Ole ya kwanza, ole ya pili na ole ya 3. Alafu ukichukua 4 jumlisha ole ya 3 ndio tunapata baragumu 7. Mambo hayo uliruhusu yaandikwe, historia hiyo ya zamani
ili tufundishe sisi kwamba tuko kwenye hatari pia ya kuchafuka tukiwa ndani ya kanisa lako na kuzani tuko salama. Msaidie kila mmoja wetu asipungukiwa na neema ya Mungu, hata uchungu ukazaliwa ndani ya moyo wake na mwisho akawaangusha wengi. Tunapoendelea na program za uimbaji na program za leo, tunaamini utaendelea kuwa pamoja nasi kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.